Mapinduzi ya kijani ya kilimo hapa nchini yanaweza kufanikiwa iwapo fikra na mawazo ya wakulima wenyewe yataheshimiwa na wataalamu pamoja na watafiti walipo kwenye sekta hiyo ambayo inaongoza kwa kuajiri watu wengi zaidi maeneo ya vijijini. Taarifa ifuatayo inafafanua zaidi. Tamko hilo limetolewa na baadhi ya washiriki wa kimataifa wa sekta ya kilimo ulioshirikisha nchi 21 duniani zikiwemo Uingereza, Afrika Kusini, Marekani, Cambodia, India, Uholanzi na Senegal. Wamesema kuporomoka kwa sekta ya kilimo kunatokana na tafiti, sera pamoja na mipango mingi ambao haushirikishi wakulima wenyewe kujua changamoto na utatuzi wake katika uendelezaji wa kilimo. Aidha, wamependekeza kuandaliwa kwa mikakati na mwongozo wa kushirikisha wakulima wadogo ili waweze kujikita zaidi kwenye kilimo cha kisasa kwa lengo la kuwaongezea mapato na kuwakwamua kimaisha. Wamezungumzia watafiti kujenga utamaduni wa kuwafanyia kazi matokeo ya utafiti wanaofanya badala ya matokeo ya tafiti hizo kutupwa au kufungiwa makabatini. Changamoto kubwa katika swala hasa ya utafiti katika masuala ya kilimo, mara nyingi sana wataalamu wetu ambao tunasema ndio watafiti wamejikita zaidi katika sehemu zao za mafunzo walionayo kichwani bila kuangalia mkulima anafikiria nini kichwani. Kwa hiyo mara nyingi tulikuwa tunatoka hapa tunakwenda vijijini, wataalamu wanaenda vijijini, lakini wanachukulia kwamba kile ambacho walichonacho ndio kinaonekana kama ni bora. Sasa ya mkutano huu ni kuwaleta wadau mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali za dunia, si ya kuwashirikisha wavumbuzi wadogo wadogo, wakulima wadogo katika shughuli zao na kuunganisha na utaalamu wa kisasa ili kuleta mafanikio zaidi katika. Sio kwamba sekta ya kilimo imesaulika, ila nafikiri haya wajatilia mkazo namna ya kuendeleza sekta ya kilimo. Kwa mfano hapa tunachokifanya sisi, najaribu kuangalia ni namna gani wadau mbalimbali, ukianzia kwa mkulima mwenyewe ambaye ndo anahitaji huduma za ugani katika kuendeleza sekta ya kilimo, aweze kushiriki kikamilifu katika mchakato mzima. Kutoka Dar es Salaam, Fauzia Yusuf, Channel 10. Na asante sana Fauzia Yusuf, na muda mfupi ujao mtakuwa naye Allen Peter Kasige kwenye habari za michezo na burudani. Endelea kuwa nasi.